Mwenyezi Mungu alhamdulillah, bineematihi, kwa neema yake tatibu salihati yametimia. Nataka kumshukuru Bilela ambaye kwamba ndio kioo chetu. Bilela ambaye kwamba ndio mfano mwema wetu sisi, na tumshukuru Mwenyezi Mungu kumpatia kiongozi kama Bilela katika mahali ambapo kwamba ndio msingi wa elimu na kutupatia mtu ambaye kwamba ni laik. Waswahili wasema ile pia imepata kitiche. Pia ni ile ya kuzunguka, imepata mahali pa kuzungukia. Mashara alhadhirina, hii ni fursa adhimu kwenye mahali ambapo kuna historia. Wazee wetu wamesimamia na wameona umuhimu wa chuo kama hiki. Mimi nakumbuka mdogo nashikwa mkono na babangu, alikuwa mmoja katika kwenye kusomesha hapa. Nimekuja kwenye 60s alikuwa akisomesha na wote waliosimamia wakatoa na ardhi zao, wametoa kwa sababu yetu sisi. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya taalimu. Na kwa nini taalimu? Kwa sababu ndio ufunguo wa kila kitu. Mwenyezi Mungu ametuletea Bilela kama alivyotuletea Bi Khadija, kwa kuwa ndio mwanzilishi wa Uislamu. Ulimwengu mzima kulikuwa hakuna Muislamu, ni Mtume na Bi Khadija tu. Kisha wakavutwa kina Sayyidina Ali na Abubakar na wengineo, lakini mwanzilishi wa Uislamu ni mwanamke. Hakuna nyumba yoyote katika nyumba za Kiislamu aloingia Jibrili isipokuwa nyumba ya Khadija, mwanzilishi wa Uislamu. Na Uislamu kama alivyosema yeye Bilela, kitu cha kwanza Uislamu address ni elimu. Kulikuwa hakuna wasomi zaidi ya 8 ndani ya Makka, lakini akaona basira ya Mtume kwamba mpaka elimu
iwe itakuwa ndio ufunguo wa maendeleo ya Uislamu. Ikateremka, iqra bismi rabbika alladhi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam, 'allama al insana ma lam ya'lam. Iqra ya kwanza ni kusomesha kitabu cha Mwenyezi Mungu kwa njia ya Mwenyezi Mungu. Iqra ya pili ni 'allama bil qalam, utumie kalamu upate kusoma mathematics, upate kusoma engineering, upate kusoma medicine, upate kusoma kila elimu. Chakula kiko mezani, ni sisi kukila. Tumefanyiwa kila kitu, na tumshukuru Bilela kutupiga kofi la fahamu, kutukaribisha mahali kama hapa. Ili jamii yetu ya Kiislamu ijue kwamba kuna kitu chaitwa Mombasa Polytechnic ambayo ikiitwa Miome. Jambo la kusikitisha, kitu tumekianzisha wenyewe cha kutoka mikononi mwetu kwa sababu ya uhaba wa elimu, na kila chetu cha kutoka mikononi. Huduma zote ambazo kwamba binadamu azihitajia zimetutoka mikononi. Manasisi walioko ni wachache ambao ni Waislamu kuliko ambao wasiokuwa Waislamu. Madaktari, walimu, leo wahadhiri walioko hapa, kama sikukosea, hawafiki 10% ambao ni Waislamu. Yatakatubie matosi. Sisi tosherehekea mwaka mpya, lakini nataka tuangalie, tujitathmini sisi jamii ya Kiislamu imefika wapi, twaendelea wapi? Mtume sallallahu alaihi wasallam alipotoka Maka, kulikuwa ni watu wachache, wakenda. Na kwa nini iwe ni mwaka mpya? Ni kwa sababu ya maendeleo yaliyoletwa na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakuifanya mwaka huu, mwanzo wa mwaka, iwe ni pale alipokufa Khadija, ule alikuita amul husn, mwaka wa huzuni, kwa kuwa amemkosa mtu ambaye kwamba alijitolea kwa kila kitu, mpaka Mwenyezi Mungu akamwambia Mtume, wa wajadaka ailan fa aghna. Sisi tulikupata wewe ni fukara fuke, fukara wa hali ya chini kabisa. Fa aghna, tukakukwasisha kwa mali ya Khadija. Mali ya Khadija ilijenga Uislamu. Mwanamke ndo alojenga Uislamu.
wawajadaka ailan faaghna, kwa mali ya Khadija. Tujiulizeni sisi mchango wetu kama Muislamu, wewe umeufanyia nini Uislamu? Wazee wetu wa nyuma, wanawake wakiwaita manana. Katika kila jamii ya Kiislamu huwa kuna nyumba yaitwa Jumbe, ambao kwamba imelea watoto. Leo tumemuona Bilela, uliza tarehe yake ya wazee wake mpaka yeye kwa hapa, ni kwa sababu ya wazazi nyuma. Wazazi ni lazima tuwaige wale watu waliopita, na kila alopita twende mpaka kwa Muhajirina na Maanswari. Elimu ndio kila kitu, kisha kuna na elimu nyingine ya tarbia. Elimu ya tarbia, wajua, lazima katika kuna vitu tatu. Kuna taalim, kuna na tarbia, kuna na taskia. Lazima zipatikane hizo. Taalim peke yake, ati kuwa na digrii peke yake haitoshi, mpaka kuwe na tarbia, mpaka kuwe na malezi. Mwenyezi Mungu asema kunu rabbaniyina bima kuntum tuallimuna wa bima kuntum tadrusun. Kuweni nyinyi ni walezi, rabbaniyina bima kuntum tuallimuna wa bima kuntum tadrusun, yale munayosomesha. Lazima muwe practical. Huwezi kuinuka usiku, mtoto asiinuke usiku. Huwezi kuswali witri na mtoto asiswali witri. Huwezi kufunga Jumatatu na Alhamisi, mtoto asifunga Alhamisi. Sasa yule mtoto wamjenga. Ukimjenga kielimu, ukamjenga kitarbia, kisha ataskia, kumtakasa. Mtume ameletwa kuwatakasa watu. Wa yuallimuhumul kitaba wal hikma, aliwatakasa watu. Umma ukawa mwingine, wanawake wakawa wengine. Wanawake wametoka wakagura kutoka Makka mpaka kwenda Madina on their own. Ile taskia, utakaso. Leo wazungumzaji waliokuja hapa wamekuja kuzungumza juu ya social media. Yatuvuruga maisha yetu, ni kweli, lakini hatukuzijenga nafsi ya kupambana nazo. Mtengeneze mtoto wako awe yeye amefungamana na kitabu cha Mwenyezi Mungu, amefungamana na mafundisho ya Mtume, amefungamana na elimu. Atakuwa hana time ya kuangalia uchafu wote, kwa sababu kitu
kishazibwa kabisa. Malezi, wewe kama mzazi wafanya nini? Wamlea vipi? Akhlaqi ndio kitu muhimu. Mtume hakuwafundisha watu elimu, kwanza ilikuwa ni akhlaqi. Asema inni bu'ithtu, mimi nimetumilizwa liutamima makarim al-akhlaq, nitimize akhlaqi nzuri. Lazima kila nyumba kuwe na mfano mzuri wa akhlaqi. Ukiingia pale ujue kama hii nyumba ya Kiislamu. Ukiangalia ramzi yenyewe ni Waislamu. Nashukuru ramzi iliyoko, tukiona hijabu, lakini isiwe ni hijabu ya fashion tu, ya nje tu, ndani yake ikawa bado hazijajengeka. Na nyinyi ndio wenye kujenga, wanawake ndio wenye kujenga. Alijenga Khadija, akajenga Fatima akaijenga nyumba ya Mtume. Ndio Mwenyezi Mungu akaisifu nyumba ya Mtume, akasema innama yuridu Allahu liyudhhiba ankum ar-rijsa ahla al-bayti. Hakika si lingine, innama, hakika si lingine, yuridu Allahu, Mwenyezi Mungu amependa, liyudhhiba ankum ar-rijsa, kwa kuondoshea uchafu nyinyi nyumba ya Mtume. Kwa hivyo ile nyumba, kisha nyumba yenyewe ikamzaa Hasan na Hussein, ikawa ni mfano mwema, sayyida shababi ahli aljanna. Nyumba hiyo ikamtoa Hussein akapambana na madhalimu ya wakati wake, watu waliokuja kuchafua Uislamu, watu waliokuja kuleta uchafu kwenye Uislamu, watu waliokuja wakaleta fasadi ya Uislamu. Sayyidina Hussein akapambana naye. Kwa hivyo tukisoma Muharram twasoma kuiangalia nyumba ya Mtume. Je, wajukuu zake Mtume walifanya nini? Tukisoma Muharram twamsoma Zainab batalatu Karbala, shahidi wa Karbala. Zainab huyu mamake ni Fatima. Ushahidi wake, msimamo wake ulijulikana Karbala, ilipokuwa yeye ndiye mama wa watu wote wale walioko pale, watoto. Huyu alipozaliwa Zainab, Fatima akaambiwa ampe jina, akasema la, siwezi kumpa jina, siwezi kumtangulia Ali. Alipokuja Sayyidina Ali akasema na mimi siwezi kumtangulia Mtume. Mtume alipokuja akimwangalia Zainab binti Rasul batalatu Karbala, akasema na mimi siwezi kumtangulia Mwenyezi Mungu. Akaja Jibril kumleta jina hili Zainab lililetwa na Jibril. Hii ni kutufahamisha hatuwezi kuikumbuka
mwaka mpya bila ya kumkumbuka Zainab. Tumwangalie Zainab alifanya nini, ilikuwaje maisha yake. Watu wayasome maisha ya Zainab kwa watu wayasome maisha ya Sayyidina Hussein alivyojitolea kwenye umma. Ni challenges ambazo kwamba tuzifanya kullu yawmin ashura wa kullu ardhin Karbala, kila siku ni Ashura na kila ardhi ni Karbala. Karbon wa bala ni makero, kila ardhi kuna makero yake, challenges ambazo zilioko kwenye ardhi. Kuna kila aina ya fasadi tuliyoko, malezi ndio taabu, tumeingiliwa na majanga ya kila namna, majanga ya watoto, majanga ya madawa ya kulevya, jukumu ni kubwa sana. Tukisema mwaka mpya, lazima evaluate, tutathmini maisha yetu. Twashindwa, kuna maadui wameingia katika kutuharibia miji yetu, watuletea madawa ya kulevya, watuletea nini, program za matelevision. Kuna uhalifu ambao kwamba umeingia kwa njia ya kuweza kuleta mashirika ya kusaidia watu na kudini, kisha wakatia uhalifu. Watoto wetu wa kiume wamefanywa kike na wa kike wakafanywa wanaume. Hizi ni challenges ambayo majumba ndio itaweza kusuluhisha. Lazima turudini, fafiru ila Allah, kimbilieni kwa Mwenyezi Mungu. Kitabu cha Mwenyezi Mungu ndiyo solution. Turudini kwa Mungu, tusomeni kitabu cha Mwenyezi Mungu, turudini kwenye tarehe, tumsomeni Mtume, tusomeni watu wa Madina, watu ambao kwamba alipoingia Mtume walimwambia jita sharafta almadina, wewe umekuja kuitukuza Madina. Jita bi amri almutaa, wewe umekuja kwa amri ya kutiiwa. Sema, je, tumekuwa kama watu wa Madina? Tumemtia Mtume ndani ya majumba yetu? Twalea kama alivyolea Mtume? Hii ndiyo message ambayo muhimu sana ya mwaka mpya. Tuweze kujiangalia, tuweze kujitathmini. Leo tushukuru Bilela kuweza kuiadhimisha mwaka mpya kwa kuleta Waislamu pamoja mahali kama hapa. Na washukuru viongozi wa Suke wanawake kuweza kutukusanya, na tusikundike moyo kwa uhaba wa watu au kwa mambo machache ya watu. Uislamu ulianza badala Islamu ghariban wa sayaudu. Uislamu ulianza mchache kisha ukaendelea. Pia vile vile nataka kutambua ujio wa mwanamke ambaye kwamba afanya kazi kubwa sana katika jamii yetu, ambaye kwamba huyu amejitolea
badala ya kuwa na nyumba yake, lakini awe na nyumba ya kuwalea watoto ambao kwamba wameathirika kwa madawa ya kulevya. Inuka wakuone. Hii ni jambo kubwa sana kwa mwanamke kuweza kuata kila kitu ikawa yeye alea watoto wetu ambao wameathiriwa. Ana mengi ya kuyazungumza, ana challenge nyingi sana, na kila mtu anayo yake, lakini tukamwomba Mwenyezi Mungu kwa utukufu wa siku kama hii, kwa utukufu wa mwezi huu, kwa utukufu ya wale wote ambao tuliwasema kutoka kwa Mtume mpaka kwenye nyumba ya Mtume mpaka kwa masahaba wa Mtume mpaka kwa maansari wa Mtume. Mwenyezi Mungu atukumbuke, Mwenyezi Mungu atutatulie matatizo yetu, Mwenyezi Mungu awape nguvu wasimamizi kama Bilela ya kutusimamia, tushike nasaha zao, tusomesheni watoto wetu, tusomesheni watoto wetu. Iwe mwaka huu ndio iwe ndio mwaka ambao kwamba tutaona mabadiliko makubwa sana katika kituo hiki. Lazima sisi wenyewe, inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin, Mwenyezi Mungu habadilishi watu, Mwenyezi Mungu hateremki, lakini watu wenyewe wakiwa wataka Mwenyezi Mungu atawasaidia. Mtume mwenyewe amepata taabu, masahaba wamepata taabu, masabul basau wadharau, wamepata madhara na shida, hata yakula Rasul, mpaka Mtume akasema walladhina maahu, pamoja na yeye wao waliokuwa nao, mata Rasulullah, lini Rasul Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo ni jukumu letu kujifunga masomo katika kulea watoto, katika kuwasomesha watoto, katika kuwapa tarbia watoto, katika tazkia ya kuwatakasa watoto, na Mwenyezi Mungu awapige fahamu viongozi wetu, waone ile haki iko wapi, wawaoneshe haki iko wapi. Wa bihadha, wassalamu alaikum wal afu minkum.